Kuna mambo wanawake wenye miaka 40 na kuendelea wanayapitia, yanawachanganya sana, yanawafanya wakose amani, yanawafanya wazunguke sana hospitalini, wazunguke sana kwa wachungaji, waganga, mashehe na kadhalika, wakidhani wana matatizo makubwa. Hata kama wewe una miaka 40 na kuna wakati inaanza miaka 35 na kuendelea, nifuatilie hayo mambo, na kama unapata hayo mambo, kaa nami nitakwambia ni kitu gani ambacho kinakuletea hayo mambo. Mwanamke ukianza kuona period zinahamahama, zinapungua, damu inapungua, ulikuwa unaingia kila mwezi, sasa unaanza kuingia kila baada ya miezi mitatu, miezi sita au mwaka, hauoni kabisa. Unaanza kuona hamu ya mapenzi inapungua, uke unakuwa mkavu, ukifanya unaumia, ule unono kwenye pale ukeni pale kwenye mashavu, kwenye ile sura vulva inapungua, yani inakuwa nyembamba, miwasho, harufu, ukeni. Ukianza kuona mudi zinabadilika, unakuwa mkali mkali, yani sehemu ya kuwa mkali wewe unakuwa kawaida, sehemu ya kawaida unakuwa mkali, yani unakuwa haueleweki, unapata tunasema unapata mood swings. Ukianza kuona unapata matatizo ya usingizi, usingizi haupati vizuri, unalala muda mfupi, unashtuka haraka haraka, unapata mandoto ya ajabu ajabu, unawaza kufa kufa tu muda wote, unajikatia tamaa ya maisha. Ukianza kuona tumbo inajaa gesi, kiungulia, kichefuchefu, unakula kidogo unashiba. Ukianza kuona ile nuru yako ya ngozi inapungua, unapata maganzi ganzi katika mwili, maumivu ya hapa na pale ya mgongo, kiuno, magoti, nyama, misuli, maumivu ya hapa na pale ya kichwa, kizunguzungu, yaani mambo ni mengi, mambo ni mengi sana. Sasa haya mambo haya kwa kweli ni mengi sana, na hawa wanawake wanahangaika sana sana sana. Sasa wanawake hao wanadhani wana UTI, wanahangaika huko, wamelogwa, pigwa maombi na kadhalika, wanadhani kwamba wamelogwa. Sasa ndugu mwanamke, kama una hiyo miaka na unapata hali kama hizo, jua kwamba sasa umekuwa mtu mzima, umezeeka au unazeeka. Hii kipindi cha miaka kuanzia hiyo 40 mpaka kufika 50 ni kipindi cha mpito, tunakiita climacteric state. Ni kipindi ambacho kunakuwa na mabadiliko makubwa ya mfumo wa uzazi wa mwanamke, kunakuwa na upungufu mkubwa wa homoni, vichocheo vya kike, na pia mayai yanakuwa yamepungua sana au yameisha. Sasa hiki kipindi ndio kinakuwa na mambo mengi na dalili nyingi sana zinatokea kwa mwanamke. Mambo haya ukiyapata ndugu mwanamke, jua umekuwa mtu mzima, mayai yamepungua, vichocheo vimepungua. Kwa hiyo huo sio ugonjwa, ni mabadiliko ya mwili wako kutokana na umri. Mambo hayo yataenda na wewe, yaani ukishaingia hapo ni hivyo hivyo mpaka ufike miaka 60, 70 mpaka utakapofariki, haya mambo utakuwa nayo. Tunachoshauri kwa wanawake kuhusu hali kama hii ni kuishi na hali hiyo. Yaani hali usifikirie kwamba ni ugonjwa, jua tu ni kwa mtu mzima umezeeka, mayai yamepungua, homoni zimepungua, kwa ishi na hizo dalili. Tunachofanya hapo ni kutumia dawa za kupunguza mauzi yanayotokea. Yaani kama unapata maumivu, unapata dawa za kutuliza maumivu wakati huo, sio dozi. Kutumia sana hizi supplement, vitamini, madini mbalimbali, uweze kukaa vizuri, kula mboga mboga, matunda kwa wingi ili uweze kukaa vizuri. Lakini kwa kuwa umeshajua ni hali ya uzee, ni hali ya mabadiliko, kwa hiyo halitakufikirisha sana, halitakusumbua sana. Kwa hiyo utakaa nalo vizuri, utaishi nalo vizuri bila shida yoyote. Kadhalika
hali ya ukeni, hamu ya mapenzi imepungua, hatushauri utumie dawa za kuongeza hamu ya mapenzi. Badala yake wewe na mumeo inabidi muelewane, mume ajue kwamba umeshafikia hali kama hiyo, aende na wewe katika hali kama hiyo. Kivipi sasa? Kwa kufanya na wewe taratibu, au kwa kutafuta yale mafuta ya kulainisha uke, ili uke uwe soft, mlaini vizuri, mapenzi yaweze kufanyika kama inavyotakiwa. Kwa hiyo ni kwenda na hali ilivyo, ndugu mwanamke. Hayo sio magonjwa ya ajabu, ni umekuwa mtu mzima. Ishi nayo, usiogope.